Na noma kabisa, karibu sana kwa wewe kwanza unaitazama PM Online. Kubwa zaidi ni kuambie tu kwamba usiache kuweza kusubscribe, lakini pia kugusa hiyo alama kengele ili uwe mtu wa kwanza kuweza kupokea taarifa mbalimbali za kimichezo, lakini pia burudani kipindi tu ambapo zinatokea. Kubwa na lile ambalo linajadiliwa zaidi ni kuhusiana na kile ambacho kilitokea jana kuhusiana na Stefan Aziz Ki ambaye aliweza kuchukuliwa na gari la kuchukua wagonjwa katika uwanja wa New Amaan Complex pale visiwani Zanzibar, baada ya kuweza kuona mbona kama hali yake haijawa nzuri, akiweza kudondoka, lakini pia kutolewa nje na kisha usafiri wa haraka kuchukuliwa kwa ambulance kwa ajili ya kwenda kumwaisha, kwa ajili ya kwenda kumfanyia matibabu na kujua ni kitu gani hasa kimemtokea. Taarifa ambayo imetolewa na klabu yake ambayo anaitumikia sasa, Wydad Athletic Club, Wydad Casablanca, imeweza kudhibitisha kuwa Aziz Ki yuko salama na anaendelea kuwa chini ya uangalizi kwa saa 24 kama ushauri wa kidaktari unavyohitaji. Aziz Ki alipata majeraha ya kichwa dakika 77 ya mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya Azam FC na kulazimika kukimbizwa hospitalini. Taarifa rasmi ambayo imeweza kutolewa na Wydad wakiweza kumposti na kuandika hivi: taarifa fupi ya kitabibu. Timu ya madaktari wa klabu inafahamu kuwa Aziz Ki alipata jeraha la kichwani na kukimbizwa hospitali ambako alifanyiwa vipimo muhimu na kudhibitisha kuwa yuko timamu. Kwa kuzingatia utaratibu unaokubalika, mchezaji atabaki chini ya uangalizi maalum kwa saa 24 kama sehemu ya uangalizi kwa saa 23. Kwa mabadiliko yote yatatangazwa kipindi yatakapoonekana. Wydad wameweza kuposti hivyo kupitia ukurasa wao wa Instagram kuonyesha kwamba kile ambacho kilitokea jana wanaendelea kukifanyia uchunguzi, na nimeona comments mbalimbali ambazo zimeweza kuandikwa kupitia ukurasa wao wa Instagram, wananchi wakiendelea kumlilia Aziz Ki. Kwenye ukurasa wake pekee wa Instagram pia watu wameenda kucomment. Unajua watu wamekuwa waangalie ni kitu gani ambacho kinaendelea kwa muda mrefu, ila wamekuwa wakirudi tu kwenye ukurasa wako kisha kucomment hata kwenye posti ambazo zimepita ili kuonyesha kwamba wako pamoja na wewe, lakini pia bado wanaendelea kukufuatilia kwenye kile ambacho umekuwa ukikifanya. Wameposti kama saa 8 zilizopita ambapo comment zaidi ya 358, repost zaidi ya 101, huku wakishare zaidi ya watu 184 na likes ni zaidi ya 22.8, na nadhani asilimia kubwa hapa ni wabongo. Get well soon brother, my God bless you with good healthy. Mwingine kaandika tueleweshane, kaa Wydad mkiandika hata Kiingereza tukaelewa, huku ni kutaka kutuchanganya usiku. Nadhani ni mtu ambaye hakuelewa Kiarabu ambacho kimeandikwa kwenye ukurasa huu wa Instagram. Kuna mwingine amekuja kabadilisha akaweka Kiingereza hapa ili watu waweze kuelewa. Mwingine kaandika najua mpo huku hainianza kasa. Wafanyakazi wa matibabu wa timu iliyo wamearifiwa kwamba mchezaji Aziz Ki alipata jeraha la kichwani na alisafirishwa hadi hospitali ambapo alifanyiwa uchunguzi wa maalum ambao ulithibitisha kuwa hali yake ni thabiti. Kwa mujibu wa itifaki ya kawaida, mchezaji huyo ataendelea kuwa chini ya uangalizi wa karibu wa masaa 24. Hatua ya tahadhari, taarifa zote huyu ameweza kuwafafanulia kwa Kiswahili kuonyesha kwamba watu mnatakiwa muelewe bana, usikute alitaka kuonana na Hamisa Mobeto. Tani mbalimbali ambazo zimekuwa zikiendelea, lakini kubwa fahamu kwamba Aziz Ki yupo chini ya uangalizi wa saa 24 wakati huu ambao anapitia kipindi kigumu cha matibabu, ambapo jeraha la kujigonga kichwani ndilo ambalo limeweza kusababisha yote haya kuweza kutokea. Najua Mobeto takuwa ashafika hospitali kwa ajili ya kwenda kumuona mume wake anaendeleaje hospitali. So usiache kuweza kusubscribe, lakini pia kugusa alama kengele na uwe mtu wa kwanza kuweza kupokea taarifa mbalimbali za kimichezo pamoja na burudani kipindi tu ambapo zinatokea. Minute official PMTZ_it's PM short on Instagram, ni follow pale, na unyama wote ambao utakuwa unautaka basi utakutana nao pale Instagram, na kila kitu cha kimichezo pia utakipata kwa muda wowote. Ni wewe ku turn on notification na kushare pamoja na washikaji zako wafahamu kitu gani ambacho kinaendelea.